يا أيها الإنسان يا أيها أي منادى مبني على الضم كونين كونين صاب مفرد أحسنت جزاك الله خيرا وفتح الله فيك وفيه kwa sababu ni munada mufrad yubna ala dhamm nani amehifadhi nani anaweza kusoma munada katika ajrumia almunada nani elimu inahitaji mudhakara si vitabu ushasoma umeweka huko lazima utembee na mtu wako Abdallah soma munada 5 anwa nani atasoma apate buku hapa yale bagia baadaye soma polisi buku jamani wewe hukumu yake wal mufrad al alam lakini msijua kusoma zote alafu sema ndio sema sasa wal mufrad al alam fi kadha ndio sema yubna yani ala dhamm ila ghayr والنكرة المقصودة نفهمها لو سمع بس جزيات يا أيها الإنسان ewe mwanadamu Ibn Kathir anasema hadha tahdidun la kama yatawahamu baadhi الناس min anna irshad haya ni makemeo si kama wanavyodhani baadhi ya watu kwamba haya ni maelekezo yani maana yake ni kwamba ya ayuha al-insanu ewe mwanadamu ma gharraka bi rabbikal karim ni kitu gani kimekuhuri kunako Allah subhanahu wa ta'ala mkarimu yani kunako kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kunako kufuata maelekezo yake ta'ala ma gharraka ni kipi kimekuhuri ni kitu gani kimekuhuri wewe bi rabbika kunako mola wako ay an taatihi kunako kumtii mola wako na kufuata maamrisho yake hii ni kauli katika tafsiri ya hii aya al-karim ambaye ni mkarimu ndio Ibn Kathir sasa akasema hii ni tahdid kwa maana kitu gani kimekufanya wewe ni kitu gani kimekuhuri wewe bi rabbikal karim kunako kumwelekea mola wako na kumtii akasema hapa akakosoa kauli ya baadhi ya mufassirini la kama yatawahamu baadhi الناس si kama wanavyodhani baadhi ya watu min annahu irshad ila aljawab ya kwamba ni maelekezo ya jawabu haithu qala al-karim hatta yaqula qailuhu gharrahu karamuhu pale aliposema al-karim yani hapo anasema ma gharraka bi rabbika al-karim ni kitu gani kimekuhuri kwa yani ni kitu gani kimekuhuri kwa Mola wako ukarimu yani maana yake simeelewa tafsiri ni kitu gani kimekuhuri kwa Mola wako ukarimu kwa maana ukarimu wa Mola wako unaufanya ndio umekuhuri wewe ile kwa maana sasa ni jawabu ma gharraka bi rabbika mwanadamu ni kitu gani kimekuhuri kwa Mola wako ukarimu kwa maana ukarimu ndio umekuhuri wewe ukarimu wa Allah ndio umekuhuri sasa Ibn Kathir anakosoa tafsiri hii na tafasiri nyingi zinataja maana hii tafasiri nyingi zinataja maana hii kwamba hapa ni irshad kwa maana Allah anatoa maelekezo kilichomhuri mwanadamu ni nini ni ukarimu wa Allah jalla lakini si sawa akasema hivi la kama yatawahamu baadhi الناس si kama wanavyodhani baadhi ya watu kwamba hii ni irshadi
jawabu ya kwamba haithu qala al-karim, badala aliposema al-karim kwa maana wakatafsiri hata yakula qailuhum gharrahu karamuhu, ukarimu wake ndio umemghuri mwanadamu. Bali al-maana fi hadhihi al-aya, bali maana katika aya hii, ma gharraka ya ibn adam, ni kipi kimekughuri wewe mwanadamu, bi rabbika al-karim, kwa Mola wako, kutokana na kwa Mola wako ambaye ni mkarimu, ai al-azim, aliyekuwa mkubwa, hata aqdamta ala maasiyati, mpaka ukatangulia kufanya maasi, waqabaltahu bima la yaliq, na ukamkabili Allah kwa yasiyofaa, kama jaa fi hadithi yaqulu Allah ta'ala yawm al-qiyamah ya ibn adam ma gharraka bi, kama ilivyokuja katika hadithi Allah atasema siku ya kiyama, ewe mwanadamu, ni kipi kimekughuri kunako mimi, kunitii mimi. Ya ibn adam madha ajabta al-mursalin, ewe mwanadamu, nini umewajibu wajumbe, kwa maana mitume. Kwa hiyo ndio maana sahihi ya aya hii. Kimeleka na twende mbele. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala, ambaye amekuumba wewe. Alladhi khalaqak, ambaye amekuumba wewe, kwa maana ni kipi kimekughuri kunako kumtii Allah. Allah ambaye ni mkarimu, Allah ambaye amekuumba wewe. Fasawwaka, akakuweka sawa sawa. Ija'alaka sawiyan, kathira sema ja'alaka sawiyan mustaqiman, aliyekuweka ukawa sawa sawa, umenyoka. Haukuwa nyani wewe, haukuwa punda, haukuwa sokwe, haukuwa hivi, yani ukawa wewe ni mwanadamu ulinyoka, mwenye kuvutia kwa watu. Mtu akikuona na viumbe vikuona wewe una muonekano mzuri, ukawa unajifakhirisha na uzuri wako, insamu wako, vile ulivyokaa. Allah amekuweka sawa sawa, umenyoka sawa sawa. Fa'adalak, ay faj'alaka mu'tadilan, akakunyoosha. Adalaka maana akakunyoosha, amekuweka sawa sawa. Fasawaka, amekunyoosha, amekuweka sawa sawa. Fa'adalak, na akakunyoosha. Alladhi khalaqak, ambaye amekuumba. Fasawaka, akakuweka sawa sawa. Fa'adalak, alafu akakunyoosha. Ni kama maana akakunyoosha katika ukao, katika muonekano mzuri. Ibn Kathir anasema ay mu'tadil al-qama muntasibaha fi ahsani al-hay'at wal ashkal, ukawa katika hali ya kuwa na umbile zuri na muonekano mzuri. Fi ayi surati, fi ayi sura, katika yoyote sura. Ma shaa, fi ayi sura, katika yoyote sura. Ma shaa, aliyotaka. Rakabak, akakuvisha. Fi ayi sura, katika yoyote sura na umbile na mfano. Hapa anasema Mujahid shibhun ab au au khal au am, katika sura yoyote ile aliyotaka Allah subhanahu wa ta'ala akakuvisha, ukawa wewe ni mume, ukawa ni baba, ukawa ni mama, ukawa kadha. Rakabak, akakuvisha. Fi ayi sura, katika yoyote ile sura. Masha, ambayo ameitaka. Rakabak, akakuvisha Allah tabaraka wa taala. Kalla, si hivyo. Bal tukadhibuna bid-din, bali mnakadhibisha siku ya malipo. Bid-din hapa yawmul jazaa, siku ya malipo. Si hivyo, kwa maana kama alivyosema Ibn Kathir, bal inma yahmilukum ala muwajahati al-karim wa muqabalatihi bil ma'asi takdhibi fi qulubikum bil mi'ad wal jazaa wal hisab. Si hivyo, kalla, si hivyo. Kilichokubebeni katika kukadhibisha au kilichokubebeni mpaka mkaghurika na kumtii Allah mkafanya maasi ni kule kukadhibisha. Kalla, bal idhrab, si hivyo, bali kilichowafanya nyinyi
mkaghurika kuna kwa Allah, tukadhibuna bidin, kwa sababu mnakadhibisha siku ya jaza, siku ya malipo, kama alivyoeleza Ibn Kathir. Wa inna alaykum lahafidhin, lakini hakika juu yenu, kwa maana alaykum wana wa inna alaykum lahafidhin, hakika juu yenu wako wenye kuhifadhi, kwa maana wako juu yenu wenye kuhifadhi ile mnayofanya. Wa inna alaykum, na kwa hakika wako juu yenu, au kwa hakika juu yenu lahafidhin, wapo wenye kuhifadhi, kiraman katibin, ambao ni wakarimu tena wenye kuandika. Kwa maana wako malaika wenye kuandika, kiraman wa karimu katibin, ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua yote mnayoyafanya. Ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua yale yote mnayoyafanya. Kwa maana kama ni hivyo, sasa mwanadamu atanabba kila anapotaka kulifanya jambo afahamu hilo na alifikirie hilo. Innal adrara la fi na'im. Sasa baada ya hapa anatoa habari mafikio ya wema na mafikio ya waovu. Innal abrar, hakika wema waliofanya mazuri, la fi na'im, watakuwa kwenye neema. Innal abrara, Ibn Kathir asema, wa hum alladhina ata'u Allah, nao ni wale waliomtii Allah, walam yuqabiluhu bil ma'asi, hawakumkabili Allah na maasi, hao ndio wema. Innal abrar, hakika wema wale waliofanya taa, hawakufanya maasi, la fi na'im, watakuwa kwenye neema. Wa innal fujara, na hakika ya waovu, la fi jahim, watakuwa kwenye moto ambao ni wenye kuunguza. Jahim, la fi jahim, ay narun hamia, moto mkali. La fi jahim, watakuwa kwenye moto ambao ni mkali. Yaslaunaha yawmaddin, watauingia huo siku ya malipo. Yaslaunaha yawmaddin, watauingia huo siku ya malipo, ay yawm alhisab waljazaa walqiyama. Qala Ibn Kathir, wataingia moto siku ya malipo ya jazaa, siku ya kiyama. Wama hum anha, na wala hawatakuwa wao. Wama hum, na wala hawatakuwa wao. Anha, kunako huo moto, bighaibin, ni wenye kughibu. Qala Ibn Kathir, ila yaghibuna anil adhabi saa wahid, hawatoghibu kunako adhabu hata wakati mmoja, hata lisali moja, hata dakika yani. Wala yukhaffafu anhum min adhabiha wala yujabuna ila ma yasaluna, wala hawatokhafifishiwa adhabu, hawatokubaliwa kile watakachokiomba. Wataomba kufa au raha au kupumzika, wala yawman wahida, hata siku moja hawatopewa. Wataomba watolewe kwenye moto, akhrijna minha in udna fa inna dhalimin. Allah sema, qala akhsafu fiha wala tukallimun, watasema tunaomba ututoe Allah, sisi tulifanya dhulma. Nasema ikhsau fiha wala tukallimun, kaeni hapo, msiniongeleshe tena leo. Sala salam, gaya jambo litakuwa hivyo. Katika sura al-A'raf kule imekuja watu wa aljanna wanaulizana, wanazungumza, wakiwauliza, je, nyinyi mmepata mlioahidiwa? Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum, na wasema sisi tumeyapata tulioahidiwa na Allah subhanahu. Wama adraka ma yawmuddin, na ni kitu gani kitakujuza wewe na kukufahamisha ni ipi hiyo siku ya malipo? Hii ni taadhimi sasa li sha'ni yawm al-qiyama. Allah anataka kulitukuza jambo la kiyama. Wama adraka, ni kipi kitakujuza
kitakujuza na kukufahamisha ma yaumuddin, ni ipi siku ya malipo. Ibn Kathir anasema hii ni taadhimi li shani yaum al-qiyama, hii ni kutaka kulikuza jambo la siku ya kiyama. Allah analikuza jambo la siku ya kiyama. Thumma akadahu biqawlihi ta'ala, kisha akatilia mkazo kwa kauli yake thumma ma adraka ma yaumuddin, kisha ni kipi kitakufahamisha kuhusu siku hiyo ya malipo. Hapa ni taukid. Thumma ma adraka, kisha ni kipi ambacho kitakujuza na kukufahamisha ma yaumuddin, ni ipi siku hiyo ya malipo. Kisha akafasiri. Ibn Kathir anasema thumma fasarahu biqawli, kisha akafasiri kwa kauli yake yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an, ni siku ambayo la tamliku nafsun, haitomiliki nafsi haitomiliki ay naf'a wala dhurr, nafsi haitomiliki manufaa linafsi, kwa nafsi nyingine, shay'an, kwa chochote kile. Ay la yaqdiru ahadun ala nafi ahadin wala khalasi mimma huwa fihi illa an ya'dhana liman yashaa wa yarda. Nafsi haitomiliki yawma la tamliku nafsun. Hapa na tafsiri sasa hiyo siku kwamba ni siku ambayo la tamliku nafsun, haitomiliki nafsi yoyote manufaa linafsi, kwa nafsi nyingine, shay'an, kwa chochote kile. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Hapa Ibn Kathir amesema haitoweza nafsi yoyote kumnufaisha mwingine wala kumuondoa katika yale ambayo yenyewe atakuwa, labda Allah atoe idhini kwa yule atakayemtaka na kumridhia, masala ya shetani. Kisha akasema wal amru yawma idhin lillahi, na mambo au na jambo siku hiyo, mambo siku hiyo ni ya Allah peke yake. Wal amru, na jambo siku hiyo, wal amru wallahu, wal amru wallahi al-yawma lillah, na jambo siku hiyo ni la Allah subhanahu wa ta'ala. Tammat walillahi alhamdu minna wa bihi at-tawfiq wal isma. Isheni hapa.